Ujambo na nikukaribisha katika matangazo haya yanayokujia kutoka katika viwanja hivi vya Usagara jijini Tanga kunakofanyika maadhimisho ya huduma ya wiki ya fedha kitaifa. Tuko hapa leo katika madarasa haya ni mahususi kabisa katika utoaji wa elimu. Tukiwa na kauli mbiu inasema elimu ya fedha msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ni msingi kwa namna gani? Haya madarasa yako hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wote, wakiwemo wanafunzi wa shule za sekondari na msingi, wafanyabiashara na watu wa rika zote hapa katika viwanja vya Usagara. Nimejifunza jinsi ya kuhifadhi fedha na kuweka akiba. Akiba inaweza kutusaidia katika mambo tofauti tofauti ambayo yanahusiana na sisi wanafunzi au sisi watoto, kama kununua vitu vidogo vidogo ambavyo kama ni vya kuchezea au vinaweza kutusaidia katika vitu vya ndani, na taarifa wazazi na walezi waweze pia kutusaidia katika kutufungulia katika akaunti zetu tu, tunajua kutumia simu ili tuweze kuhifadhi hela katika akaunti. Katika somo hili la elimu ya fedha nimejifunza kujua sehemu salama ya kuweka fedha. Pia nimejua namna ya kuweka utaratibu wa kutumia fedha, na pia nimejua sehemu salama ambazo zinatakiwa kama mtoto kuweka fedha, na pia nimejua sehemu ambazo sio salama za kuweka fedha. Pia tumejifunza namna ya kwenda kuwafundisha wazazi wetu kuweka utamaduni wa kuweka fedha, na pia kujiwekea utaratibu wa kusimamia fedha zako binafsi. Mwanzoni nilijua kwamba ukiweka pesa kwenye kibubu ni salama, ukiweka fedha chini ya kitanda ni salama, lakini jinsi nilivyofundishwa leo nimeelewa kwamba tunaweza kuambia wazazi wetu kuwa kuna benki za watoto za kuhifadhia pesa, pia kuna simu za wazazi wetu, tunaweza tukawapa pesa na kutuwekea. Nimejifunza kuhusu kuweka akiba, kutotumia vibaya, kuhusu akiba, kuweka sehemu salama na kuhifadhi vizuri. Na nimejua kuhusu akaunti ya wanafunzi, watoto, akaunti ya watoto na wanafunzi. Wazazi wao ukiwaelezaga hivyo wanakugombeza kufokea. Mimi naambia hivyo kwamba wazazi watuache sisi tuweke akiba, itatuweza kutusaidia baadaye. Baada ya kusikia madarasa ya wanafunzi ambao wamezungumza pamoja na mwezesha mada, sasa tunakwenda kwenye darasa nyingine. Hapa madarasa ni mengi na yote yanalenga kutoa elimu ya fedha. Hawa wajasiriamali na wananchi wengine wanazungumzia nini kuhusiana na kile ambacho wamejifunza kwenye haya madarasa? Kwanza amejifunza utumiaji mzuri wa pesa, kwa sababu sisi kina mama mara nyingi tunachukua, baadhi yetu wanachukua mikopo ile kwa njia tofauti. Mtu anachukua mkopo badala ya kwenda kufanya lile lengo lake, anaenda tumia mikopo kwa ajili ya sherehe ambazo kwake hazimletei mafaida, badala yake analipa deni ambalo kwake halikuwa na faida. Pili, nimejifunza matumizi mazuri ya pesa, kwa sababu unaweza kuwa na pesa nyingi lakini kama matumizi yako sio mazuri, unakuta unabaki kila siku wewe kuwa ni mtu wa nyuma au usiokuwa na maendeleo. Hivyo ni vitu ambavyo nimejifunza. Singine pia nimejifunza kutokuwa na kuchukua mikopo ambayo hujui utaratibu uko vipi. Maana mtu anakuja kuambia kuna mkopo hapo, wewe naenda nachukua, lakini ile mikopo ni ya watu matapeli au vipi. Elimu hii kwa mimi binafsi nikirudi nyumbani nitawafundisha baadhi kina mama wenzangu, watoto wetu, hata wajukuu pia. Na pia tungependa serikali na elimu hii wazidi kuitoa hata mashuleni, hata kwa jamii huko mitaani, ili nao waweze kuelimika, kwa sababu watu wengi hawajaipata hii elimu. Nilichojifunza leo katika maadhimisho haya ya kiuchumi makubwa ya kitaifa ni kwamba vijana tunatakiwa tujitoe sana katika kupata elimu ya kitaifa ya kiuchumi.
Kwa mfano, nimejifunza hasa katika utakatishaji wa pesa, kuna mambo mengi sana ambayo jamii yetu inagawamiwa pasipo kujua, inatapeliwa kwa sababu ya kukosa elimu ya kifedha. Na hata hivi si sana mataasisi ya kiserikali ya kifedha yaendelee kutoa elimu, na ninaweza kusema kwamba elimu imechelewa kufika na madhara ni makubwa nyuma ya jamii yetu kifedha. Labda naweza nikawapa kama changamoto wanauchumi wakubwa wa kitaifa, iwe ni kama fursa kwao, watafute namna ya kutatua matatizo ya hii mikopo iliyovamia jamii yetu mpaka inashindwa kufanya mambo yao ya muhimu. Wajue kabisa wamechelewa na jamii imeshavamiwa na mikopo ambayo imeshindikana kutoka katika saikolojia ya wananchi. Watuletee elimu au watuletee namna ya kutukomboa. Nilichojifunza hapa ni utunzaji wa pesa na nidhamu kwenye biashara. Hiyo pia itanisaidia kupelekea wenzangu, kwa sababu ili upate pesa za kulipa hata kodi inabidi ufanye biashara kwa ufanisi zaidi. Alafu kile kingine pia katika hiyo elimu wakati tumepewa hapa na yule mwezeshaji pia nilifurahi sana, kwa sababu katika haya maadhimisho hawakuchagua mpaka wenye viti, mpaka kuna wadau wangu wengine wa TASAFU pia tulikuwepo hapa. Kwa hiyo nidhamu ya pesa na kodi, mpaka nikaambia kwamba kodi ambayo wananchi toka tunalipa kutokea elimu hii, kodi nyingi ya wananchi ni kubwa kuliko kodi moja ya kiwanda. Kwa hiyo pia ni elimu ambayo imetusaidia sana. Wito wangu kwa wananchi na shukrani yangu kwa serikali ni kitendo cha kutuleta hapa, kwa sababu sisi hapa tumekuwa mabalozi kwa wenzetu, ili nchi iendelee mpaka nchi iende kiuchumi. Yaani bila hakuna uchumi, hakuna maendeleo, hakuna nchi. Kwa sababu watu watakapokuwa wanalipa kodi kwa vizuri kupitia kodi rafiki, kama nilivyomwambia mwalimu pale, kodi rafiki, kodi itakuwa nyingi na nchi itaweza kujitegemea kiuchumi kama kauli mbiu ya rais wetu. Katika maonyesho haya ya wiki ya huduma ya fedha kitaifa, tunatoa mafunzo kwa wanafunzi na makundi yote ya jamii ya mkoa wa Tanga, tukimaanisha watumishi wa umma, wafanyabiashara, vikundi vya jasiriamali, wananchi wananchi walio katika mkoa wa Tanga, vile vile na wanafunzi katika ngazi ya shule ya msingi, sekondari na vyuo. Elimu hii ya fedha tunatoa kupitia madarasa haya ili kuwajengea uelewa katika masuala ya kifedha na kuwawezesha kushiriki vizuri katika shughuli za kiuchumi. Katika darasa la leo tumekutana na wanafunzi wa shule ya msingi Usagara na wanafunzi hao tumewafundisha maeneo ya usimamizi wa fedha binafsi. Kama tunavyofahamu, swala zima la usimamizi wa fedha binafsi linawahusu watoto katika ngazi ya chini, kwa sababu katika namna moja au nyingine huwa wanapata fedha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo tumefundisha kuhusiana na namna gani ambapo wanaweza wakasimamia fedha zao ili waweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea. Wito wangu kwa wazazi ni kwenda kuwasihi kwamba mbali na majukumu mengine ambao wanayo, ni vizuri basi wakawa na utamaduni wa kufundisha ile mifumo sahihi na salama ya kutunza akiba. Tumeona changamoto kubwa katika jamii yetu ambao tumekutana nao katika madarasa haya, kwamba bado changamoto ya kuweka fedha kwenye sehemu salama almaarufu katika maeneo wanaita vibubu, bado ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiendelea katika jamii hii. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba ni vizuri wakatumia mifumo salama ya kutunza akiba. Kuna benki, kuna vikundi vya kijamii vya huduma ndogo za fedha, kuna makampuni ya simu na kwa bahati nzuri hao wote wapo ndani ya uwanja. Kwa hiyo wito wangu kwao ni kuhamasisha wanafunzi wao, watoto wao wawe na mifumo sahihi na wao pia wawe na mifumo sahihi ya kutunza akiba. Lakini vile vile kwa kuwa kuna akaunti nyingi, kuna makampuni ya benki na kampuni za uwekezaji ambazo zina akaunti zinazowahusu pia makundi haya ya watoto, tunatoa wito na rai kwa wazazi kwenda kuhamasisha kufungua akaunti katika maeneo hayo. Kama ambavyo nilikwambia wakati tukifungua kipindi kwamba leo ilikuwa ni kutembelea madarasa haya maalum kabisa ambayo yana wawezeshaji wanatoa mada mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya elimu ya fedha. Tumeanza darasa la wanafunzi wa shule ya msingi, tukaenda kwa wananchi ambao wamekuja hapa katika viwanja hivi ya Usagara kutoka katika maeneo mbalimbali. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Richard Steven, nikutakie utazamaji mema wa vipindi vinavyofuata.